Moja ya njia kuu za kukufanya uondokane na magonjwa ambayo yamekuwa ni korofi, hasa magonjwa ya kisukari, presha, maumivu ya viungo, unene uliopitiliza na hali ya kutokuwa na comfortability kwenye mwili ni kufunga. Kufunga ninako kusema hapa ni kule kwa kimatibabu. Kufunga kwa ajili ya kuruhusu mwili uanze kujitengeneza upya. Kwa maana katika kufunga hii ninayoisema unaweza ukaanza kufunga kwa masaa 16, masaa 18, masaa 24, masaa 36 mpaka masaa 72. Kadri ambavyo unakuwa unaanza kufunga na faida unayokuwa unaiona inaendelea kukupa matumaini ya kwamba kumbe unaweza kufanya zaidi, unaweza kufanya zaidi, kwa sababu kadri unavyofunga zaidi ndivyo ambavyo unapata faida kuu zaidi. Kwa maana magonjwa ambayo yamekuwa yakitusumbua mara nyingi ni matokeo ya mwili kuzidiwa na vyakula ambavyo tunavila na matokeo ambavyo havitumiki. Ninayekuletea haya mimi ni Dr. wako Praxeda Kokulilo Makanshu, ambaye ni kwenye tasnia ya magonjwa. Sasa hivi ni mwaka wa 5, na kadri ninavyoendelea kuwahudumia watu wa hapa na pale ndivyo ninavyoweza kuona changamoto na kuendelea kujua kwamba kumbe chanzo cha hizi changamoto ni kula kulikopitiliza na kutokuwa na uzingativu wa kufunga. Faida utakayoipata katika hii ni ambalo ninakuja kukushirikisha ni kushusha kiwango cha sukari kwenye damu. Kwa wale ambao wamekuwa na ugonjwa wa kisukari watakubaliana na mimi kwamba wakienda kupimwa wakaambiwa wana insulin resistance. Insulin resistance maana yake ni kongosho imeacha kuzalisha insulin au inazalisha mwili haupokei. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna kiwango kikubwa kwenye damu ambayo inakupelekea wewe kutokuwa na comfortability, inakufanya wewe kukosa nguvu, kwa sababu kiwango ambacho kinatakiwa kwenye damu ni kingi kuliko ambacho kinatakiwa. Kumbe ungefanya nini? Ungeanza kuwa unafunga, tayari ungeweza kujitibia bila hata kwenda kwa mtu wala kutumia dawa ya aina yoyote kwa ajili ya kupambana na changamoto ya kisukari. Lakini faida ya pili ambayo unaweza kuipata, utaweza kupunguza mwili. Yaani kupunguza mwili bila kukonda. Kwa maana watu wengi tunataka kuwa na mwili mdogo au tunataka kuwa na uzito sahihi, lakini tunatumia njia nyingi. Ni kweli tunajikuta tunapungua, lakini ukishapungua unajikuta ngozi imelegea, ngozi imesinyaa, ngozi imekuwa haina nuru. Nimekuwa nikiona watu wananipongeza kwamba mimi nina grow, wananiambia kwamba mimi niko sawa, mbona ngozi yangu haining'ini? Kwa sababu miaka yangu 4 iliyopita nilikuwa na kilo 98. Hapa leo hii ninaporekodi video hii nina kilo 65. Lakini unaweza ukaona ngozi yangu haivutiki, ngozi yangu nasema ina shine au ina nuru. Hii yote ni kwa sababu niliruhusu kupunguza mwili kwa njia ya kufunga. Mazoezi ninafanya na kufunga nafunga, kwa sababu kitendo cha kufanya mazoezi bila kuwa unafunga mara nyingi utapungua ndio, lakini utapata ngozi ambayo inaning'inia. Lakini ukiwa unafunga alafu unafanya mazoezi utajikuta umejenga misuli vizuri, umebani mafuta vizuri, ile fati umeiunguza vizuri, na mwisho wa siku umepata mwili ambao wewe mwenyewe unakufurahisha, unakupa amani, na hata anayekutizama anaona kile ambacho wewe unakiishi hakika kina sadifu. Lakini faida nyingine ya tatu ambayo utaweza kuipata kutokana na kufunga ni kuwa na zile growth hormone. Tunaposema growth hormone ni kama nilivyosema point ya pili, unajikuta ngozi yako au mwili wako ile cell rejuvenation inafanyika, kwa sababu kama ulikuwa na dead cells sehemu fulani, kiungo fulani kilikuwa kina mapungufu ya utendaji wake wa kazi, ukiwa unafunga maana yake hicho kiungo unakiactivate, zile hormones zinakuwa vizuri, zinajikuta kwamba zimejizalisha upya, unabakia ukiwa mpya. Hakuna kuzeeka ambako ni mtu unajikuta una miaka 30 lakini mtu akikuangalia anaweza kusema una miaka 50. Hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Ile growth hormones zako zimekuwa distracted, kwa hiyo hazifanyi kazi vizuri. Kumbe basi ukianza kufunga, hakika utajikuta wewe unakuwa katika level na state ambayo inatakiwa. Unapoona mtu anasema fulani ana miaka 60 lakini ukimwona kama ana miaka 40, maana yake growth hormones zake ziko vizuri, hazizeeki. Umeona? Na akija kuzeeka anakuja kuzeeka kipindi ambacho wewe unafikiria ana miaka 60, kumbe mwenzako ana miaka 80. Ni kwa nini? Anafanya mazoezi lakini anafunga. Yaani kadri unavyopunguza idadi ya milo ndivyo ambavyo unafanya mwili wako kuwa active. Kadri unavyopunguza idadi ya milo ndivyo unavyofanya mwili wako kuwa active. Kwa hiyo kumbe ndugu zangu, kufunga ni moja ya wewe kujitengeneza upya, kuwezesha mwili kuwa unavua gamba.
kama tunavyoona nyoka anavua magamba, anakuwa mpya. Na sisi kuvua gamba kwetu ni kuruhusu miili yetu iweze kutoa hizo sumu, iweze kutoa magaga, yani uweze kuwa mpya kila siku, kwa kuruhusu mwili kuzalisha zile, kuwa na hizo growth hormones zikiwa active na zikiwa katika intact pace. Faida ya 4, kuondoa plaques. Unasema zile plaques build ups kwenye mishipa. Plaques ni mafuta ambayo mara nyingi yanakwenda kujideposit kwenye kuta za mishipa, na hii inapelekea watu kuja kupata pressure, kwa sababu plaques zikijijenga zinapunguza space ya damu kupita. Zikipunguza hii space, manake inapelekea moyo kupampo harder, kusukuma kwa nguvu, ambayo ndio hiyo pressure. Kwa hiyo kumbe ukifanya mazoezi ukafunga, unaruhusu mwili kula haya mafuta ambayo yamejideposit kwenye mishipa. Unaruhusu mwili kula any deposition ya mafuta ambayo ni unwanted, ambayo hayatumiki, ambayo yako ni excessive. Kwa hiyo mistokeo yake unajikuta wewe ni mpya. Plaques inatengenezwa na ulaji uliopitiliza, na ambao mwili hautumii vyakula hivyo. Matokeo yake una deposit kila mahali na kukupelekea wewe kuwa na magonjwa ya kisukari, kuwa na magonjwa ya sukari. Ndio ugonjwa ambao mara nyingi unaumiza mishipa. Kumbe ukifunga, kwa sababu ukumbuke, nitakuja kueleza hapo baadaye, au ndo nikueleze sasa hivi, kuna ile kitu inaitwa stem cells. Zile stem cells zinazalishwa kipindi ambacho, kwa sababu zinazalishwa kwenye bone marrow, na hicho ili bone marrow ziweze kuzalisha hiyo stem cells ni kipindi ambacho wewe unakuwa umefunga. Ukifunga, mwili unakuwa active kama ambavyo nimesema mwanzo, na ukisha kuwa active, mshipa umejeruhiwa, ili uweze kurecover, ni stem cells itakayokuja pale na kuheal ile sehemu, na mwisho wa siku unakuwa mpya, unaondokana hiyo shida ya hizo plaques ambazo zimejijenga, na wewe kuwa free out of fear of kisukari, pressure, sijui maumivu kama hayo. Lakini pia faida ya 5 ni kuondokana na changamoto ya kisukari, pressure, unene. Kwa maana ukiruhusu kufunga kwa siku mbili ni masaa 48. Yawezekana ukaanza kwa masaa 16, lakini masaa 48 kila ambacho kilikuwa kimejiweka katika mwili wako, nafanya hivyo angalau kwa wiki mara moja. Wiki tuna masaa mangapi? Wewe toa tu masaa 48 ambayo ni siku 2, ambapo ukila leo tuseme saa 10 jioni, kesho utakuja kujikuta saa 5 tayari umeshamaliza masaa 24. Lakini baada ya hapo, kesho kutwa umemaliza tena masaa 48. Na ukumbuke nimesema tunafunga huku tunakunywa maji yenye chumvi kidogo, pinch of salt. Lakini pia unaweza kuwa unafunga huku unakunywa green juice, unaweza kuwa unafunga unakunywa maji ya bamia, unaweza kuwa unafunga huku unakunywa simos, unaweza usiweke. Ukitengeneza smoothie tayari umeshatengeneza sukari nyingine. Kwa hiyo wakati wa kufunga ni vema sana. Of course kiwango cha masaa ya kufunga ndicho kitakupelekea wewe unafunga kwa ajili ya nini. Kwa hiyo kama unahitaji matokeo ya haraka, na kushauri ufunge kwa kuwa unakunywa haya maji, au unakunywa green tea, unakunywa herbs. Lakini pia ruhusu kufanya mazoezi. Usije ukafunga lakini wakati huo umelala, kwa maana ukifunga huku umelala utapata matokeo, lakini matokeo yatakuja taratibu. Lakini ukifanya vyote viwili, kwa sababu ni muhimu, lakini usije ukachukua unafanya mazoezi kwa sababu ili unakula vile vile alafu upate matokeo ya tatizo ambalo ulionalo liweze kuondoka mapema. Yawezekana utapata, lakini kwa kuchelewa na kwa kukuumiza. Unatakiwa ufurahie alafu ujiumize. Ufurahie, ujiumize. Ukijiumiza kwa makusudi ukiwa unajua faida yake ni nzuri na ni kubwa, wala hutaiona kama hiyo ni unajiumiza. Utaona tu ni lifestyle, because hapo awali wazee wetu wamekuwa wakifunga. Ni mashahidi watu wa miaka 50 kurudi nyuma, kwa kukumbuka kwamba tulikuwa tunakula mlo ni mmoja au ni miwili, na kwa interval ndefu sana. Lakini sasa hivi tunakula milo karibu 5. Ukiondoa ile asubuhi, mchana, jioni, bado kuna milo labda umekula sijui ni karanga, bado umekunywa sijui ni maji, hapo katikati umekula dafu, pale umetafuna bigiji, pale umemumunya pipi. Zote hizo yote hiyo ni milo. Kwa hiyo kumbe ukiweza kujua kumbe okay, mimi nitakula saa 12 jioni, nitakuja kula mlo wangu wa kesho wa kwanza kabisa ni saa 5 kesho, tayari umeshapiga hesabu hapo katikati ni masaa mangapi. Kwa hiyo kumbe issue ya kuhesabu masaa 24 isikuogopeshe ukaona siku 2 ni nyingi. Hapana.
hesabu mlo wako wa mwisho ulikuwa saa ngapi, lakini baada ya hapo ulivyoamka ulifanya nini? Kunywa maji ya uvuguvugu, weka chumvi yako kidogo, au kunywa green juice. Ninasisitiza hivyo kwa sababu wengi wanaogopa wakianza kupunguza miili, wanaanza kuona kama vile wanatisha. Kinachokupelekea utishe ni kwa sababu wewe unavunja maso ambazo ni misuli na unaondoa mafuta, vyote kwa wakati mmoja. Wakati tunataka tuondoe mafuta lakini tuimarishe misuli. Kwa hiyo ukiona unakonda kwa kutisha mpaka wewe mwenyewe ukijiangalia kwenye kioo unajichukia, ujue kuna kitu kinakwenda ndivyo sivyo. Jambo la mwisho, sio la mwisho, tuseme la 7, uwezo wa kufikiri unaimarika, lakini na uoni unaongezeka. Jamani, hili ni kitu ambacho tunaweza kufanya ndugu zangu. Unafanya tu majali, fanya tu miezi mitatu. Kama umewahi kuwa na haya matatizo ya macho, una matatizo ya unaona kama vile wewe unakuwa distracted muda wote, una stress muda mwingi. Jipe miezi mitatu ya kufanya hili zoezi. Alafu uone matokeo yake yatakuwa ni nini. Kwa sababu ndugu zangu wa Tanzania, mimi naomba tuanze kufanya vitu kwa vitendo. Tukifanya tutakuja kujikuta sisi wenyewe. Hata mimi bahati nzuri nimekuwa wale watu ambao ninawashauri wanarudi kwangu wakiwa wameongeza vitu vingine nje hata ya vile nilivyokuwa nimewashauri mimi. Kwa hiyo unakuta mtu anasema unajua wewe uliniambia nifanye hiki, mimi si nikaongeza nifanye hivi. Matokeo yake ukifunga, uwezo wa kufikiri unakuwa vizuri, lakini uwezo wa nguvu ya macho inazidi kuimarika. Kwa hiyo kumbe, nimekuwa nikisema na naendelea kusema kwamba shida ya macho iko tumboni. Kwa sababu tumboni ndiko ambako madini yote ya viungo vyetu yalipo. Sasa ukiona madini kwenye macho yamepungua, ujue kuna shida ambayo iko tumboni kwako na sio kwenye macho. Kwa hiyo ndugu zangu, uwezo wa kuona tunao, uwezo wa kufanya seli za macho ziweze kuwa rejuvenated tunao. Ukumbuke kama ambavyo nimesema, stem cells ndicho kazi yake kwenda kuangalia wapi ambapo pana upungufu, kwenda kupaimarisha. Na ili stem cells ziweze kuzalishwa vizuri, manake lazima uloto uwe umetengenezwa vizuri. Uloto unapatikanaje? Lazima uwe umejiimarisha katika hiyo cycle yako. Unafunga, unafanya mazoezi, unakula vyakula sahihi, unajipa interval ndefu ya katika mlo, unatoa space katika kula. Mwisho wa siku utajikuta kumbe mwili una uwezo wa kujitibia. Ukisikia mtu anakuambia kwamba hakuna anayeweza kumtibia mtu, ili tunawezesha miili iweze kujitibia, ndio hiyo. Kwamba unawezesha mwili wako kuzalisha stem cells ambayo kazi yake ni kwa ajili ya kwenda kwenye organ ambayo imekuwa na upungufu fulani, inafanya kazi chini ya kiwango. Stem cells inakwenda pale kwa ajili ya kuimarisha hicho kiungo, seli zake ziwe activated na kiweze kufanya kazi kama kawaida. Jambo la mwisho kwa leo katika issue ya kufunga, niseme kwamba kufunga ni tiba kuu ya kuondoa hasira na hofu. Wanaonifahamu mimi miaka 5 iliyopita na wanaoniona leo, hakika kuna wanaofikiria ni watu wawili tofauti. Hasira ni moja ya nadhani sumu kuzidi kwenye mwili, lakini hofu ya kisichojulikana ni jambo lingine. Yaani ni mtu anaogopa kitu hakipo, lakini anaogopa. Mtu anasema sasa jamani, mimi naumwa hiki, isije ikawa hiki. Kwa hiyo kumbe uwezo wa kufikiri ukipungua, ndo pale ambapo hata hofu inazidi kukutanda. Na ukisha kuwa na hofu tayari umetengeneza ugonjwa mkubwa kuliko hata ule uliokuwa nao. Ndugu zangu, tufunge. Tuanze kufunga, tuone matokeo. Tuanze kufunga ili tuwe huru. Ukifunga unajikuta yani, kwa sababu huwazi njaa, huwazi nitakula nini, huwazi hivi nitapona lini, huwazi, unajikuta kwa sababu unaamini kile unachokifanya ni sahihi. Ukishaamini unachokifanya ni sahihi, hakika kile ambacho unakitaka kitakuja. Kwa hiyo leo nimeona tuongelee issue ya kufunga kwa sababu ni jambo ambalo linachangia au lina mchango mkubwa katika uponyaji wa ugonjwa wowote katika maisha yetu haya ambayo yamejaa magonjwa ambayo kila iitwayo leo kuna ugonjwa huu, kuna ugonjwa ule, kuna ugonjwa huu. Tuanzie pale kwenye mazingira yetu, kwa sababu issue ya kutegemea madawa, hakuna mtu ambaye ana ugonjwa wa upungufu wa madawa mwilini. Tuna upungufu wa kinga, tuna upungufu wa utambuzi. Kwamba kumbe kufunga sio kwa sababu tu kwa ajili ya ufunge upungue. Ukishapungua lazima ujue ukishapungua utapata nini. Ukishajua utapata nini, hakika kufunga kwako itakuwa ni raha, itakuwa sio karaha na itakuwa sio shida. Tutaendelea kujifunza
magonjwa mengi zaidi, namna ya overcome haya magonjwa, lakini pia nipigie simu pale ambapo unataka kuanza hii safari ya uponyaji wa magonjwa haya ambayo yametusumbua kwa miaka yote. Lakini pia subscribe, lakini pia unaweza ukashare, lakini pia unaweza ukacomment, ili mwisho wa siku wote tuwe na common understanding moja kwamba hakika kuishi bila magonjwa inawezekana.